Licha ya neno la Mungu kutuonya ya kuwa tusizifuatishe taratibu na kawaida za ulimwengu huu, lakini ajabu ni kwamba hivi sasa tupo katika zama na nyakati ambazo mambo mengi sana yaliyokatazwa na Mungu, mambo mengi sana yaliyowekewa zuio katika neno la Mungu, hivi sasa yamewekewa utaratibu wa kisheria rasmi kabisa za kidunia ya kwamba ni mambo halali kuyafanya. Mapenzi ya jinsia moja, kufanya tendo kinyume na maumbile, mapenzi ya ndugu wa damu moja, kulala pamoja na wanyama. Mambo haya katika ulimwengu huu au katika nyakati hizi tulizonazo hivi sasa yamekuwa ni mambo ya kawaida sana, si mambo ya kushtusha, si mambo yanayotazamwa ya kwamba ni mambo ambayo huwasha hasira na ghadhabu ya Mungu. Je, hivi unajua ya kuwa neno la Mungu limeandika kanuni na utaratibu rasmi wa kufuata? Ndio, neno la Mungu lina 6 principles ambazo ni kanuni maalum kabisa za kuzifuata ili watu wawili waweze kukutana kimwili au watu wawili waweze kushiriki tendo la ndoa. Tazama video hii mpaka mwisho kwa sababu nitakwenda kuainisha mambo makubwa matatu yanayotajwa katika neno la Mungu kama kanuni ya msingi au kanuni maalum ya kuifuata ili uweze kukutana kimwili au uweze kushiriki tendo la ndoa. Ninaitwa Emmanuel Mganga, ni mchungaji na mwalimu wa neno la Mungu. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika chaneli hii, ni kuomba subscribe ili uendelee kuwa wa kwanza kupata taarifa za maudhui mapya ambayo yanakuwa yanaendelea kila siku katika chaneli hii. Karibu kwenye Christian Sex Department. Hii ni sehemu ya 13. Karibisha na mwingine darasani ili tuweze kuanza pamoja. Maridhiano na utayari. Hii ni kanuni namba 1 au ni kanuni ya kwanza inayotajwa katika neno la Mungu kama kanuni ya msingi ya kuifuata ambayo inaruhusu seksi au kujamiana tendo hili liweze kutokea. Seksi ni tendo la hiari. Seksi ni tendo linalohusisha maridhiano kati ya wenza wawili kabla ya kukutana kimwili. Hata neno la Mungu linapotaja kwa kutumia maneno akamjua mke wake au kwa kutumia neno akaingia kwake, maneno haya mawili yanatosha kabisa kutufahamisha ya kwamba yalikuwapo maridhiano kati ya watu hawa wawili waliotajwa katika neno la Mungu, mtu mke na mtu mume, kiasi kwamba wakapata wasaa wa kufanikisha kukutana kimwili au wakapata wasaa la tendo hili la ndoa kuweza kutokea. Lakini kinyume chake ni tofauti. Yanapokosekana maridhiano na utayari, basi tendo la ndoa haliwezi tena kutazamwa ya kwamba ni tendo lililofanyika kwa kufuata kanuni na utaratibu wa Mungu. Kwa mfano, kitendo cha ubakaji ni kitendo ambacho kinahusisha seksi. Seksi inaweza kutokea kati ya watu wawili, lakini pasina maridhiano, pasikuwa na utayari. Na jambo hili ni jambo la kwanza linalotajwa katika neno la Mungu ya kuwa ili seksi iweze kutokea, basi kanuni hii ya kwanza ambayo ni maridhiano na utayari kati ya wenza wawili, basi ni jambo la msingi na la muhimu kuzingatia. Heshima katika mwili. Hii ni kanuni ya pili inayotajwa katika neno la Mungu ambayo ni utaratibu maalum kabisa wa Mungu aliyouamuru wakati wa tendo hili linapotaka kufanyika au tendo hili linapofanyika. Mwili ni mali ya Bwana. Mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ndivyo maandiko matakatifu yanavyosema. Hivyo basi chochote kinachopaswa kufanywa au kufanyika katika mwili huu, basi lazima kizingatie heshima ya mwili, kwa sababu mwili ni mali ya Bwana, kwa sababu mwili au miili yetu hii tulionayo ni hekalu la Roho Mtakatifu. Basi kanuni hii ya pili inayotajwa katika neno la Mungu, yani heshima katika mwili, huwa inahusisha utaratibu rasmi wa kuufuata tunapoitumia miili yetu wakati wa kujamiana au wakati wa kukutana kimwili. Neno la Mungu limeelekeza kwa uwazi kabisa ya kuwa zipo sehemu maalum ambazo Mungu aliziandaa kama sehemu za maandalizi zinazoleta msisimko kabla ya wakati wa kushiriki tendo, lakini pia zipo sehemu maalum ambazo Mungu alizielekeza tangu asili ya kwamba tunapokutana kimwili, mtu mke na mtu mume wanapasa kuzitumia ili kufurahia utofauti wao. Lakini ajabu ni kwamba tupo katika zama ambazo tendo hili la ndoa lililo takatifu, kujamiana, wazo hili la Mungu alilotupa sisi wanadamu, jambo hili limekuwa ni jambo ambalo linafanywa pasi tena na kuzingatia heshima ya mwili kama mali ya Mungu. Ukisoma waraka wa Paulo mtume kwa Warumi ile sura ya 1 mstari wa 24, utabaini ya kuwa kwamba walikuwako watu katika zama hizo
ambao mpaka hivi sasa wapo katika zama hizi, jambo la mwili au kufuata heshima ya mwili iliyowekwa na Mungu wakati wa kushiriki tendo la ndoa, watu hawa wamekuwa katika zama hizo hawakuzingatia, lakini hata katika zama hizi pia watu hawa hawazingatii kabisa, au watu wengi hawazingatii kabisa. Watu wamekuwa wakitumia mwili au wakiitumia miili hii tofauti na matumizi ya asili Mungu ambayo aliyakusudia. Hivyo basi, ikiwa wewe upo katika wakati na wasaa sahihi ambao Mungu aliuamuru kuanza kukutana kimwili au kuanza maisha ya kujamiana, basi ni vyema ukazingatia sehemu sahihi unapokutana kimwili, lakini pia ukautumia mwili huu kwa heshima na kwa adabu, ili uendelee kuufurahia utofauti wako na kufurahia kitendo hichi ambacho Mungu alikiweka kwetu sisi wanadamu kwa muda aliotupa kuishi hapa duniani. Heshima ya mwili ni utukufu wa Mungu wakati wa kujamiana. Kanuni ya tatu na ya mwisho, ambayo ni kanuni muhimu sana ya kuzingatiwa, inayoamuru maisha ya kujamiana au maisha ya kukutana kimwili. Kanuni hii ya mwisho ni wakati. Wakati ni miongoni mwa kanuni inayotajwa katika neno la Mungu, ambayo kanuni hii huwa inaamua au huwa inafanya maamuzi ya kitendo cha kukutana kimwili, tendo la kujamiana au tendo la ndoa kuwa ni kitendo cha baraka au kuwa ni kitendo cha laana. Wakati ndio huwa unaamua kwamba tendo la kukutana kimwili kati ya mwanamke au mwanaume kuwa ni kitendo cha baraka au kuwa ni kitendo cha laana. Neno la Mungu limesema kila majira na wakati wake chini ya jua, na kusudi la kila jambo basi Mungu amelipa muda wake kuanza na amelipa muda wake kuisha. Kuhusu seksi, wakati ndani ya ndoa au baada ya kuungwa katika ndoa takatifu, huu ndio wakati maalum ambao Mungu aliuamuru mtu mke na mtu mume waanze kushiriki tendo la ndoa, waanze maisha ya kufurahia utofauti wao katika kukutana kimwili. Kujifunza mengi zaidi kuhusu wakati, unaweza ukatazama video ambayo nimekwisha kuifanya yenye kichwa kinachosema wakati sahihi wa kuanza seksi. Unaweza ukatembelea katika YouTube channel hii kwenye upande wa playlist na kisha ukaenda kwenye sehemu iliyoandikwa Christian Sex Department. Kwenye playlist ile utakuta video iliyoandikwa wakati sahihi wa kuanza seksi. Basi katika video hii utaweza kujifunza mengi na makubwa kuhusu wakati kama muda na kanuni maalum ambayo Mungu aliamuru kuhusu seksi. Basi kipekee ni kushukuru sana mtu wa Mungu ambaye tumekuwa pamoja tangu sehemu ya kwanza ya mfululizo mzuri wa mafundisho haya ya neno la Mungu, ambayo tumekuwa tukijifunza kwa upana zaidi kuhusu seksi kutokea kwenye mtazamo wa Mungu. Mimi ni rafiki yako katika Kristo Yesu, mchungaji na mwalimu Emmanuel Mganga. Mpaka muda na wasaa mwingine, amani ya Bwana iwe pamoja na